Efeso 4:11 na kuendelea. Ndio. Efeso 4:11. Naam. Ndiye aliyewapa watu zawadi, wengine aliwajalia wawe mitume, wengine manabii, wengine wawe waeneza Injili, wengine wachungaji na walimu. Alifanya hivyo apate kuwatayarisha watu wote wa Mungu kwa ajili ya kazi ya huduma ya Kristo, ili kujenga mwili wa Kristo. Ishia tu hapo. Naona kidogo Biblia yako ina tafsiri nyingine. Sio Kiswahili cha zamani unakihitaji. Kiswahili unachosoma kama sio cha habari njema, basi ni Kiswahili cha kisasa. Maana kuna Kiswahili cha wanakiita SUV, Swahili Union Version, yani Kiswahili ambacho kinatumika duniani kote. Ndio Biblia ambazo huaga tunatumia. Sasa watu wengi wanasema kuita Kiswahili cha zamani. Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Sasa tutajifunza neno la Mungu kwa ufupi sana lenye kichwa cha somo kinachosema wajibu wa Mkristo katika kukua kiroho, au wajibu wa Mkristo katika kukulia wokovu. Yapo mambo mengi, lakini nitazungumza mambo machache, kama sio matatu basi manne, alafu tutamaliza. Ukisoma Waefeso 4 kuanzia mstari wa 11 anasema hivi: naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, hukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka kwenye haya maandiko na tamani niseme tu mambo machache. Naomba nianze na kusema sentensi ifuatayo kwamba Ukristo hauishii kuwa tu ni dini au dhehebu. Watu wanasemaje siku hizi? Sasa nimezoea si maneno ya Kiingereza. Wanasema Ukristo ni mtindo wa maisha. Ukristo hauishii kuwa dhehebu peke yake. Ndiyo, Ukristo ni moja ya dini duniani, lakini Ukristo hauishii kuwa dini peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ukristo unaenda mbali zaidi, unafika kwenye sehemu ambayo inaitwa mtindo wa maisha, yaani kwamba ni maisha ya kila siku. Na kama Ukristo unaenda mbali zaidi kufika kwenye sehemu ya kuwa ni mtindo wa maisha ya kila siku, maana yake ni nini? Lengo langu ni kwamba mtu aliyeokoka anatakiwa akue kiroho. Sasa huwaga napendaka kutumia mfano huu ndio nafundisha somo hili. Kama vile ambavyo wazazi huwaga tunazaa watoto, anaanza kuwa ni mtoto mchanga, baada ya pale anakuwa katoto, anakotambaa, kanasimama, kanatembea, kanakuwa mpaka inafika sehemu anakuwa ni mtu mzima. Ndivyo ambavyo sasa kwenye wokovu tofauti wake ni kwamba amnaga wokovu ambao unafikiaga sehemu ya kuzeeka. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu wako unaenda mpaka sehemu ambayo inaitwa kuwa mtu mzima.
Tofauti na ukiwa unakuwa kwenye haya maisha, unafikia sehemu unakuwa mtu mzima, mwisho wa siku unazeeka. Sasa wokovu wenyewe haufikii kwenye sehemu ya kuzeeka, unaishia kwenye sehemu ambayo inaitwa kuwa mtu mzima au kukomaa. Sasa kwenye haya maisha ya wokovu nalinganisha sawa na mtoto mdogo, kwa maana ya kwamba mtu anapookoka ile siku ya kwanza anapotubu dhambi, Biblia inaelezea hilo tendo linaitwa kuzaliwa mara ya pili. Sasa kuzaliwa mara ya pili ina maana gani? Ina maana ya kwamba mtu anapookoka kiroho anaanza kuhesabika ni mtoto mchanga aliyefanyaje? Aliyezaliwa. Inabidi kuna hatua azipitie, akue ifikie sehemu aje awe mtu mzima. Unajua mtu mzima huwezi ukamdanganya ukamwambia ya kwamba, yani mtoto ambaye ni mdogo kabisa hajui chochote, nikimpa hiki, maana hajui hiki ni nini, nikamwambia hii ni kalamu, na nikaanza kumwambia kalamu, atajua, atakuwa hii ni nini? Ni kalamu. Lakini mtu mzima huwezi ukamwambia hili nini? Ni kalamu. Kwa nini? Maana yake Ukristo inabidi ifike sehemu tukue, tufike kiwango ambacho mtu akisema ya kwamba hiki ni hiki, wewe unakuwa unajua hapa amefanya nini? Amedanganya, hasemi ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Nilishtuka sana mwaka 2023 nilipokuja kugundua wokovu wangu umefika miaka 7, afu nikaanza kulinganisha hatua, nikajiona hamna chochote cha maana ambacho nimefanya, ambacho naweza nikasimama mbele ya watu nikasema mimi nimeokoka, nina miaka 7 kwenye wokovu. Nilipogundua hivyo, nikaanza kutubu, nikafunga siku 50 na kula tu jioni, namwambia Mungu nisamehe, kwa sababu kwenye miaka hii 7 nimefanya ujinga tu. Miaka yote 7 bado nipo hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja kushtuka mwaka huu nilipogundua wokovu wangu nakaribia kufikisha miaka 10. Alafu nikiangalia hatua nilizonazo na kiwango kinachotakiwa, nikaja nikagundua haya ni masiara. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivyo kwa sababu nalinganisha. Unajua, ukitaka ukue vizuri kiroho usijilinganishe na mtu. Ukiwa unajilinganisha na watu unaweza ukagundua wewe umekuwa sana kiroho, kumbe yani uko chini. Au ukajilinganisha na watu ukagundua wewe uko chini sana. Sasa nilipojilinganisha na Biblia, kuna mambo nikawa nayatafakari. Kuna mchungaji mmoja akawa anahubiri akasema hivi kweli tukirudi kabisa kwenye Biblia tukiangalia watu waliookoka na sisi tulivyo hivi, Mungu anatutazamaje? Ukiangalia tu kwenye Biblia, kanisa la Matendo ya Mitume, kwa sababu ndio mfano wa kanisa, siku ile walipojazwa Roho Mtakatifu kwa siku ya kwanza, Biblia inaonyesha jinsi ambavyo kanisa lilianza, lilikuwa kwa spidi. Walipojaa tu Roho Mtakatifu, mtu mmoja akahubiri, wakaokoka watu 3000. Sisi tukikusanya mikutano tunahubiri, wanaokoka wangapi? Hilo ni swali la kujiuliza. Lakini kitu kingine, mchungaji yule akasema hivi Ashum yule shemasi wa kwenye lile kanisa la Matendo, kwa sababu walikuwa kuna mashemasi 7, mojawapo ya shemasi alikuwa ni Stefano. Sasa Biblia inamtaja Stefano alikuwa amejaa roho, hekima, halafu alikuwa akifanya maajabu, na Biblia haijasema ni maajabu gani. Halafu walipomwita kwenye baraza wanamhoji, yani wanamtuhumu makosa ya uongo. Wanasema kabla hajajibu chochote, walipomwangalia uso wako kang'aa kama wanani? Wa malaika. Halafu jamaa alipokuja kuanza kujibu kuelezea wokovu, yani ili awaelezea ya kwamba ameokoka, akaanza kuelezea Biblia tangu kuitwa kwa Ibrahimu bila kusoma Biblia. Anaongea mpaka anakuja kufika kuzaliwa kwa Yesu. Halafu anamalizia kwa kuambia, enyi wenye shingo ngumu, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu. Nikakaa nikafikiria, mimi nikiambiwa nielezee historia ya Biblia nitaongea nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukitaka kujipima umekuwa kwenye wokovu, jipime waliookoka wanatakiwa waweje. Bwana Yesu asifiwe. Na kujipima katika wokovu hatuna maana ya kwamba ujilinganishe na mtu au ujiangaliaje. Ujipime uone maendeleo yako yanaendeleaje katika wokovu. Na mara nyingi hili kosa tumelifanya mara nyingi sana. Na mimi hili jambo huwaga linaniuma sana moyo, namwambia Mungu atusaidie. Yaani inapofika sehemu ya kwamba kanisa tunapiga hatua fulani ya kiroho tunaenda, alafu baada ya pale tunashuka. Kiuhalisia mtu aliyeokoka hatakiwi afanyeje? Ashuke kiroho. Anatakiwa aende kama vile ambavyo mtoto huaga anakuwa mpaka inafikia sehemu anaitwa mtu mzima. Mtoto akiwa anakuwa, likitokea tatizo kwenye maisha yake,
Uoga tunasema huyu mtoto amedumaa. Ndivyo ambavyo sasa kanisa uoga tunafikia sehemu tunafanya nini? Tunadumaa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maisha yetu ya wokovu inabidi tukue. Ifike sehemu kwenye hili andiko anasema hivi. Hapa alikuwa anazungumzia kuhusu makusudi makuu ya hizi karama. Lakini mwisho wa siku kuanzia mstari wa 13 anasema hizi karama zipo kutukamilisha watakatifu, kujenga mwili wa Kristo hata kazi ya huduma itendeke. Lakini mstari wa 13 anasema hata sisi tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa nani? Wa Mungu. Hapa anasema hivi, hata tufike kwenye cheo cha utimilifu wa Kristo. Yaani maana yake sisi kiroho tunakuwa mpaka tunafika kwenye cheo cha utimilifu wa Kristo. Ndio maana Biblia mahali pengine inasema hivi, sisi kukua kwetu kiroho, nadhani ni kwenye waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3 kianzia mstari wa kwanza na teremka. Anasema ya kwamba tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba, ya kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Halafu anasema hivi, bado haijazilika jinsi tutakavyokuwa, maana tukimwona Yesu tutafanana naye. Kwa kumbe maana yake sisi kiroho tunakuwa ile siku ya mtu akifa akiondoka hapa duniani, au Yesu akilinyakuwa kanisa, tunaenda kukua kiroho, tunafika kwenye kile cheo cha utimilifu. Yaani kiwango chetu cha kiroho kinakuwa kama kiwango cha Kristo alichokuwa anakaa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kama maisha yetu ya kiroho tunaingia kanisani halafu yanabakia kuwa pale pale, yaani ni tatizo kubwa na ni matusi mbele za Mungu. Sasa mtu aliyeokoka ana wajibu ambao anatakiwa ajue na aufanye huo wajibu baada ya pale, ili aweze kukua kiroho. Na mara nyingi zaidi nielezee kwa namna gani kabla sijataja wajibu. Yapo mambo kama 7, lakini sitataja yote, nitataja machache. Nielezee huu mfano mara ya mwisho afu baadaye nikataje huo wajibu. Mara nyingi kwenye makanisa watu wamekuwa wakipima kiwango cha kwamba hili kanisa limekuwa kwa idadi ya watu wanaoingia. Makanisa mengi ukienda labda ukikuta ya watu 200, 500, wanasema huyu askofu wameshapiga hatua, wana watu 200 ngapi? 500. Ni sahihi kabisa. Kwenye ukuaji wa kanisa wanasema kanisa wanalipima katika nyanja tofauti. Mojawapo ya nyanja ambayo wanalipima kanisa limekuwa, moja limekuwa kiidadi, yaani idadi ya watu wanaoingia, yaani limefikia watu wangapi ulimwengu. Lakini pia wanalipima kanisa kukua kwa usamani. Usamani kwa maana ya kwamba linamiliki vitu vingapi, majengo jumlisha mali wanazomiliki. Lakini pia kanisa linapimwa ya kwamba limekuwa kwa kiwango cha kiroho ambacho watu walichonacho. Sasa uoga tunasemaje sasa? Watu wanasemaga nguvu za Mungu, lakini kiuhalisia kile kiwango cha kiroho ambacho watu wanacho pia ni sehemu ya kanisa kulipima limefanyaje? Limekuwa kiroho. Sasa mara nyingi tumekuwa tunamuomba Mungu ya kwamba atupandisha, atuinue, lakini akili zetu zinapowaza kwamba Mungu atupandisha, atuinue, kwa maana ya kwamba tuwe na majengo makubwa, idadi ya watu waongezeke, ni sawa kabisa, tunatakiwa tumuombe Mungu. Lakini kama tusipozingatia kile kiwango chetu cha kiroho kukua, haya mengine yote hayana maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanakuwa hayana maana. Sasa ili Mkristo aweze kukua kiroho, na kiwango ambacho mtu anatakiwa kuwa afike kwenye cheo cha utimilifu wa Kristo, yaani kwa lugha nyepesi kwamba awe mtu mzima, kwa maana ya kwamba aelewe kiasi kwamba hawezi akadanganywa. Unajua ukiwa mtu mzima, mtoto wako akiwa anakudanganya, unajua tu huyu mtoto anafanyaje? Anadanganya. Hata kama ni mtu mzima mwingine anakudanganya, unajua hapa anadanganya. Nimetolea mfano ya kwamba hii simu, mtoto wako kwa sababu hajui ni simu, ukimwambia ni kalamu na ukao unamfundisha ni kalamu, mpaka atakuwa mtu mzima anajua hii ni nini? Ni kalamu. Kwa maana yake kumbe pia kukua kwako kunaasiliwa na mafundisho ambayo unayoyapokea. Sasa kuna mambo kama 7 ambayo niseme ni wajibu wa aina 7 ambao Mkristo inabidi awe nao katika kukua kiroho. Lakini mimi sitataja zote, nitataja chache. Wajibu wa kwanza wa Mkristo ili aweze kukua kiroho
yaani kiroho chake kikue. Bwana Yesu asifiwe. Na naposema ya kwamba kiroho kukua, maana yake ule ushirika wake na Mungu uongezeke, au anaongea na Mungu. Jambo la kwanza, kujitenga na ulimwengu. Kujitenga na ulimwengu kwa maana ipi? Kujitenga na ulimwengu kwa maana ya kwamba aache kutenda dhambi, alafu aishi maisha matakatifu. Huo ndio wajibu wa kwanza ili mtu akue kiroho, kwa sababu Biblia inaelekeza, inasema ya kwamba Mungu ni mtakatifu na sisi imetupasa kuwa watakatifu. Na kwenye somo la utakatifu, kama ningekuwa nimelifundisha kwa kina sana, sentensi ya kwanza kabisa ya wafundishaji wa masomo ya utakatifu wanasema hivi: utakatifu au kujitenga na dhambi ni msingi mkuu wa ushirika kati ya Mungu na watu wake. Yaani ili Mungu ashirikiane na mwanadamu, msingi mkuu wa kwanza kabla ya haya mengine yote ni nini? Ni utakatifu. Kwa maana ya kwamba huyu mtu ajitenge na dhambi. Kwa maana yake kumbe huwaga tunashindwa kukua kiroho au kumkaribia Mungu kwa sababu tunashindwa kujitenga na nini? Na dhambi, au kujitenga na mambo ya kidunia. Na kujitenga na dhambi inaenda mbali zaidi ya mtu kuacha labda kutukana, kuacha kuzini, kuacha kusema uongo na vitu vingine. Kujitenga na dhambi na ndio maana nimetumia neno la kujitenga na ulimwengu, kwa maana ya kwamba mtu ifike sehemu ajitenge na mambo yote ya kidunia ambayo hayaendani na nini? Na neno la Mungu. Na huu ndio msingi mkuu wa mtu kukua kiroho. Ndio maana mtu aweze akahesabika amekuwa kiroho ikiwa anahubiri, anafunga maombi na kufanya vyote, ikiwa bado akiwa na tabia za kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa naomba nielekee kule ambako Roho Mtakatifu ananielekeza kweli. Kwenye kujitenga na ulimwengu, huwaga tunafundisha, tunasema hivi: duniani watu wamegawanyika kwenye makundi matatu. Yaani hii dunia yote ina watu wamegawanyika kwenye makundi matatu. Kibiblia, hapo sizungumzii kijinsia na vitu vingine, nazungumzia kibiblia. Kibiblia watu wamegawanyika kwenye makundi matatu. Makundi hayo ni yapi? Kundi la kwanza linaitwa watu wa asili. Watu wa asili ni watu wa aina gani? Watu wa asili ni watu ambao yaani hawajui chochote kuhusu Mungu. Hawajui ya kwamba kuna Mungu wa wapi? Wa mbinguni, wala hawajui jinsi ambavyo anaabudiwa. Maana yake hawa watu wa asili ni watu ambao wamekuwa kwenye mila na desturi ambazo wamezikuta hapa duniani, ambazo haziendani kabisa na neno la Mungu. Na hii inajumlisha watu ambao wanaamini juu ya mizimu, wanaabudu mizimu, wanaabudu mashetani, wanaabudu dini zao za asili. Hilo ni kundi la kwanza la watu. Lakini kundi la pili la watu duniani linaitwa Wakristo wa mwilini. Wakristo wa mwilini kwa maana ipi? Kwa maana ya kwamba hawa watu wameingia kanisani na wanaendelea kuingia kanisani, lakini hawajatii ule usemi wa neno la Mungu jinsi ambavyo tunachokisema. Yaani wanasikia kwa masikio sawa na vile ambavyo Biblia inasema ya kwamba watu hawa huniheshimu kwa midomo tu, ila mioyo yao iko mbali nami. Yaani wanasikia neno la Mungu, wanaingia kila siku, wanahubiriwa, wanasikia neno la Mungu, muda mwingine mpaka wanatoa na sadaka na mafungu ya 10, lakini hawajakubali neno la Mungu liwageuze. Yaani wanaendelea kuishi kwenye tabia za kimwili. Hao wanaitwa Wakristo wa wapi? Wa mwilini. Na hili sasa kundi, sasa nisikilize vizuri, hili ndo kundi kubwa kwa sasa hivi lililopo kanisani. Hili ndo kundi kubwa. Kidogo wala ambao meokoka zamani kidogo, unaweza kuwa kuna utofauti. Lakini kwa sasa hivi hili kundi ndo kubwa makanisani la Wakristo wa mwilini. Sasa kibaya zaidi kuliko vyote, hili kundi la Wakristo wa mwilini, wengine mpaka ni watumishi wapo kwenye kundi hili. Kibaya zaidi, wengine mpaka viongozi wa makanisa wakubwa wapo kwenye hili kundi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mengine mimi siongei tu kwa sababu labda ninasema kwa mifano. Sasa ubaya wa neno la Mungu, si niseme ubaya sio mzuri, ni kwamba unaweza ukatenda mambo yote. Kuna baadhi ya mambo ukiamua kuyakataa ule ukweli wake, ukaamua kuenenda kwa akili yako, Biblia inakuhesabu kama Mkristo wa mwilini.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na kundi la tatu ndio linaitwa lile Wakristo wa kweli. Wakristo wa kweli kwa maana ya kwamba wameukubali ule ukweli wa neno la Mungu na wamegeuzwa. Na hapa Wakristo wa kweli wamegawanyika makundi mawili. Kuna Wakristo wachanga na Wakristo waliokomaa. Wakristo wachanga tunategemea ni wale ambao wameokoka muda mfupi. Baada ya pale hawajajua mambo mengi sana kuhusu neno la Mungu. Na hawamjui sana Mungu, lakini tu wameokoka. Sasa hao Wakristo wachanga ni watu ambao wametubu dhambi zao wakaziacha, ila tu kuna mambo mengi ya Mungu bado hawajayajua, wanahitaji wafundishwe. Na makanisa mengi ambayo yameshaweka mfumo ambao umeeleweka, wanasema ya kwamba waga wanamhesabu mtu kuwa ni Mkristo mchanga ndani ya miezi 6. Yaani akiokoka leo hii tunahesabu miezi 6. Kama leo ni mwezi wa 8, tunaanza kuhesabu labda huu mwezi wa 8, wa 9, wa 10, wa 11, wa 12, wa kwanza. Kuanzia mwezi wa pili tunaanza kumhesabu huyu mshirika amekomaa. Miezi 6, na kwenye ile miezi 6 yote wanawekewa mikakati ya kufundishwa masomo ya wokovu, kwamba kuokoka ni nini, mtu anaokokaje. Maana inawezekana mwingine ameingia tu mkajua ameokoka kumbe hajaokoka. Kwa hiyo wanamfundisha mtu anaokokaje, wajibu gani wa mtu aliyeokoka, uendeje kwenye haya maisha ya wokovu. Kwa hiyo yote wanayafanya, lengo ni nini? Wanataka huyu Mkristo mchanga ahame kutoka kuwa Mkristo mchanga awe Mkristo aliyekomaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nimefikaje hapo? Nilikuwa ninasema haya maisha ya Ukristo ni lazima mtu afanyeje? Akue kiroho. Atoke sehemu moja aende sehemu nyingine. Na ili akue, nikasema ya kwamba lazima azingatie wajibu, na wajibu wa kwanza nimewambia ni kujitenga na ulimwengu au kujitenga na dhambi. Na hapa kwenye kujitenga ndo nimeelezea makundi matatu ya watu duniani. Sasa changamoto kubwa ambayo tulionayo sasa hivi, niseme kwenye mwili wa Kristo. Ninaposema kwenye mwili wa Kristo nina maana ya kwamba madhehebu yote ya Kipentekoste au ya Kikristo duniani. Changamoto kubwa moja ambayo tulionayo ni kwamba makundi mawili yanaongoza kwa idadi ya watu kanisani. Kundi la kwanza ambalo linaongoza Wakristo wa mwilini, ndio wengi. Alafu kundi la pili linaloongoza ni Wakristo wachanga. Alafu sasa kundi ambalo ni dogo zaidi, Wakristo waliokomaa, ndio kundi ambalo lina watu wachache zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na tunayapimaje haya mambo ili tujue ya kwamba huyu mtu amekomaa au hajakomaa? Kuna mambo huku chini nitayataja machache. Naomba tu niyataje sasa hivi, maana naona naelekea huko naweza nikayasahau baadaye. Mkristo mchanga ni Mkristo wa aina gani? Ni mtu ambaye ameokoka muda mfupi. Baada pale kuna mambo mengi ya Mungu hayajui, anahitaji afundishwe, na hata kiwango cha nguvu za Mungu ndani yake bado ni kidogo. Kwa anahitaji aendelee kufundishwa ili aendelee kumkaribia Mungu na kumjua. Huyo ndo Mkristo mchanga. Lakini Mkristo aliyekomaa ni mtu gani? Huyu ni mtu ambaye tayari amekwisha kuokoka, amekaa kwenye wokovu kwa muda kadhaa, na haihesabii kwa idadi ya miaka. Ndiyo, miaka huwaga ina sehemu yake, lakini kiwango kinachogarantii hasa ya kwamba huyu mtu amekomaa, jambo la kwanza ni namna ambavyo huyu Mkristo anavyoifahamu imani. Yaani anaijuaje? Yaani imani ukimwambia hivi, elezea wewe umeokoka, ndio. Haya, elezea sasa kuokoka maana yake nini? Anaelezea maana ya kuokoka na anathibitisha kwamba mimi nimeokoka, na anakuelezea kabla sijaokoka nilikuwaje, na siku ya kuokoka nini kilitokea, na baada ya kuokoka matokeo yake yametokea. Huyo ndo mtu aliyekomaa. Lakini pia ukimwelezea kwamba, ukimwambia elezea wewe unaamini nini. Hivi mfano ukiulizwa wewe sasa hapo, ukaulizwa na mtu tu wa mataifa, ukaulizwa hivi swali tu jepesi, wakuuliza wewe umeokoka? Ndio. Sawa, unaamini nini? Unaweza ukasemaje? Unaweza kujibuje? Siku moja nilicheka sana chuoni. Kuna mtu mmoja aliuliza swali hilo. Akauliza akasema, unaamini nini? Yaani akaishia hapo, unaamini nini?
Nilicheka sana majibu yaliyotoka. Mtu wa kwanza aliyenichekesha sana alisimama akasema hivi, naamini yote yatapita. Mtu mwingine akasimama akasema hivi, naamini ndoto zangu. Yaani ndoto anazootaka ndo anaziamini. Sasa nikaja nikagundua watu wanaamini mambo ya ajabu. Mara nyingi wewe ukiulizwa unaamini nini, wanataka waguse kwenye misingi ya imani. Unaamini kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu aliyekomaa, Mkristo aliyekomaa, mara nyingi zaidi ukimuuliza atakutajia misingi ya imani bila kupepesa. Labda niulize, sijajua. Kalvari misingi ya imani ni Mama mchungaji Kafumu, sije mmekaa kidogo. Labda umeshawahi kufundisha misingi ya imani. Sasa tunaendaje sasa? Je, tu misingi ya imani labda ya Ukristo? Misingi ya imani ya Ukristo. Au hilo somo yani halijawahi kabisa kusikika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mara nyingi mtu aliyekomaa vitu kama hivi akiulizwa anaweza akaelezea. Ndio maana siku ile nafundisha jinsi ya kumrudia Mungu. Nikasema ya kwamba jambo la kwanza ni kurudi kwenye Biblia. Na tunarudije kwenye Biblia? Inatakiwa tusome Biblia kutoka mwanzo mpaka Ufunuo. Nikasema ili turahisishe, nikutajie misingi 16 ya nini? Ya imani. Na hiyo misingi 16 ya imani ndio misingi ya Ukristo wote duniani. Ukristo wote wa kweli tunaupima kwa misingi 16. Na ile misingi 16 ikikidhi yote, unajua ya kwamba mimi nipo sahihi. Ila ukienda kinyume mmoja tu, hauko sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu aliyekomaa anayafahamu hayo mambo, hata kama akiulizwa anaweza akayaelezea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Mtu yeyote ambaye anatamani kukua kwenye wokovu ni lazima ajitenge na nini? Na ulimwengu. Yaani ajitenge na mifumo yote ambayo haiendani na neno la Mungu. Na hiki ndiko kikwazo kikubwa cha watu wengi. Unajua, unaweza ukatamani kumtumikia Mungu na ukapiga hatua nyingi, lakini unapotenda dhambi huoga tunasema hivi, mtu anapotenda dhambi kibiblia anahesabika ameanguka. Sasa aliyeanguka kibiblia ni kwamba inabidi anyanyuke tena. Sasa kibiblia kuanguka, si niseme huoga tunarahisisha sana. Huoga wanatolea mfano, wanasema hivi, ukiwa umetembea unamkaribia Mungu, ukifika mpaka hapa, si Mungu yuko hapo, umekaribia hapa. Baada ya pale ukaanza kuongea naye. Sasa umefika viwango ambavyo ukianza kuomba tu unaona nguvu nyingi za kuomba. Ukianza kuimba tu unaanza kuona nguvu nyingi. Ukilala unaona maono mengi. Ukitulia tu hivi Mungu anaweza akakuletea hata unabii wa moja kwa moja bila hata kusinzia. Ukikaa ukitulia tu unasikia moyoni huyu mtu ana shida hii. Hapo umemkaribia Mungu. Sasa unapotenda dhambi au unapofanya kosa lolote ambalo ni kinyume na neno la Mungu, huaga tunasema maana yake unarudi nyuma hivi. Maana tunasemaga kutenda dhambi amerudi nyuma au ameanguka. Sasa maana yake mtu anarudi mpaka labda nijaribishie mpaka hapa. Hapa akifika hapa anaanguka kabisa hivi. Kwa sasa ili afike pale, hatua ya kwanza inabidi anyanyuke. Akishanyanyuka aanze kufanyaje? Aanze kutembea tena hatua kwa hatua. Lakini amefanya kosa moja likamfanya arudi nyuma chapu, hapo haja aanguke. Kwa jambo la kwanza anatakiwa afanye juhudi na atafute msaada wa kuinuka. Halafu cha pili aanze kupiga hatua nyingi tena mpaka haja afike. Na ndio maana kujitenga na dhambi ndicho kigezo kikubwa cha mtu kukua kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine ambalo linamfanya mtu aweze kukua kiroho au aukulie wokovu ni neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu. Kujifunza neno la Mungu. Biblia inaelezea kwenye Waebrania 1:1 inasema kwamba Mungu ambaye zamani alisema na baba zetu kwa njia nyingi na kwa namna nyingi, kwa manabii, kwa ndoto na kwa njia nyingine, lakini mwisho wa siku hizi amesema na sisi kupitia mwana aliyemweka kuwa mlisi.
Sasa pale anaposema amesema na sisi kupitia mwana, ukirudi kwenye Yohana 1:1 anasemaje? Anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno ni Mungu, ambapo pale alikuwa anamuelezea nani? Yesu. Kwa hiyo kumbe wewe unapolisoma neno la Mungu ni moja kwa moja unajifunza kuhusu nani? Yesu. Na Yesu anasemaje? Anionaye mimi amekwisha kumwona nani? Baba. Kwa kumbe ili mtu aweze kuukulia wokovu ni lazima awe na juhudi za kujifunza nini? Neno la Mungu. Ndio maana Biblia hatusomi wanatumia kuhitimu. Yaani hii Biblia hauwezi ukafanya nini? Ukahitimu kama vile ambavyo sisi tumesoma, sisi tukahitimu la 7, si form 4 na wapi na degree. Hii Biblia hauwezi kufanya nini? Kuhitimu. Hata kama ukiwa na degree 7 za vyuo vya Biblia, hii Biblia huwezi kuhitimu. Kwa sababu hili ni ufunuo wa Mungu kwa mwanadamu. Yaani kwa kadri unavyosoma, anasema kwamba kisiolojia wanatumia msemo huu. Wanasema hivi, mtu akikuuliza nani aliyeandika Biblia? Jibu jepesi, mwambie aliyeandika Biblia ni Mungu. Mungu aliandikaje Biblia? Aliwavuvia wanadamu wakaandika yale anayoyataka tu. Bwana Yesu asifiwe. Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 20 na wa 21. Petro wa pili 1:20-21 anasema hivi, maana unabii haukuletwa popote duniani kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu waliyanena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa hilo neno wakiongozwa pale lilikuwa linamaanisha Mungu aliwavuvia. Sasa wakati tunasema ya kwamba kuvuviwa ni kitendo cha Roho Mtakatifu kuja juu ya mtu akakamata ufahamu wake na kila kitu kuhusu yeye na uelewa wake. Baada ya pale yule mtu akaanza kuandika kila ambacho anakitaka Mungu tu. Mojawapo ya mfano mwepesi sana ambao nautumiaga kwenye sehemu hii, Yeremia wakati ameambiwa andika gombo la chuo, Yeremia alienda akasimama mbele ya Baruku mwana wa Neria, akaanza kuongea maneno. Baruku anaandika. Hapo alipofika mwisho akaweka nukta, maneno ya Mungu yakakoma. Biblia inaelezea hivyo. Hapo akayapeleka kwa mfalme, akaenda akayasoma. Mfalme alipoyasikia, kwa sababu yana hukumu ndani yake, akakasirika, akalichukua lile gombo la chuo akalichoma kwenye moto. Sasa baada ya kulichoma kwenye moto, Baruku mwana wa Neria akarudi kwa Yeremia. Aliporudi akamwambia leta gombo jingine. Yeremia tena akaanza kuongea maneno yale bila kukosea sentensi. Hata mimi ukiniambia hivi, nilipoanza hapa kufundisha neno leo hii tu, si nimeongea kujitenga na ulimwengu. Ukiniambia niongee kila sentensi niliyoongea siwezi kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pale Roho Mtakatifu alikuwa anamkamata, anaanza kuandika kila anachokitaka Mungu. Kwa hiyo kumbe unaposoma hii Biblia unamsoma Mungu mwenyewe. Sasa watu kushindwa kuisoma hii Biblia imewafanya wasimuelewe Mungu. Ndio maana kuna baadhi ya mambo mengine wewe unaweza ukawa unasomaga kila siku hapa, lakini kama una juhudi ya kuomba na kumwambia Mungu kwako akuangazie, akili yako ielewe. Kuna mtu mwingine anaweza akaja akasoma hapo unaposomaga akahubiri mpaka ukashangaa, mbona sijawahi kuelewa hivi? Na baada hapo kupitia hapo uliposoma akatenda muujiza. Kwani wanaoponya viwete wanasoma vitabu gani? Si wanasoma Biblia hii. Shida ni nini? Hao watu wamekaa wanaisoma Biblia mpaka wakamwelewa Mungu. Walipomwelewa wakatoka na neno moja tu, lakini ambacho Mungu amewafunulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa mojawapo ya eneo ambalo mtu anatakiwa ajiwekeze sana ili aweze kukua kiroho, kwa maana ya kwamba amuelewe Mungu na aweze kumsikia Mungu na kumkaribia, ni kusoma Biblia. Na hii kusoma Biblia, wengine wameenda mbali zaidi wakajiwekea ratiba ya kusoma Biblia kila mwaka. Yaani kila mwaka, kwa maana ya kwamba kwa mwaka mmoja anasoma Biblia inaisha. Mwaka unaofuata anasoma Biblia inaisha. Mwaka unaofuata. Hebu chukulia tu. Mimi nichukulie tu mfano mwepesi. Naomba nijitolee mfano mimi. Nisimtolee mtu mwingine. Labda nichukulie mimi nimebakiza miaka 60 ya kukaa duniani. Nachukulia huo mfano. Maana yake sasa kama nimebakiza miaka 60, nikaanza kujiwekea kila mwaka nasoma Biblia. Kwa hiyo nitakuja nife nimesoma Biblia mara ngapi? Mara 60. Sasa nimesoma Biblia mara 60, unafikiri nitakuwa nimemwelewa Mungu kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe. Shida ni kwamba tunasoma kwa kudonoa.
Ukisoma leo Waefeso sura ya 1, kesho huko Kutoka sura ya 3, siku nyingine huko Ufunuo sura ya 20. Hivyo uwezi ukaelewa Biblia. Biblia unatakiwa isome kwa mpangilio, kwa maana ya kwamba uanzie kitabu cha Mwanzo unasoma, na waga wanasema ya kwamba ili uelewe Biblia unatakiwa utafute zile Biblia ambazo zimeelezea, zimeweka mgawanyo, kama Biblia ya mchungaji pale ile nyeusi. Ukifungua mfano kitabu cha Mwanzo, imeandika pale kitabu cha Mwanzo kiliandikwa na nani, kiliandikwa mwaka gani, na pale chini ameandika makusudi ya kuandika kitabu. Alafu baada pale chini ukiteremka, ameweka mgawanyo wa nini, wa kitabu cha Mwanzo, na ameweka ujumbe mkuu wa kitabu cha Mwanzo, ya kwamba kitabu cha Mwanzo makusudi yake makubwa ni mawili. Moja, mwanzo wa wanadamu sura ya 1 mpaka ya 11. 2, mwanzo wa taifa la Israeli sura ya 12 mpaka ya 50. Maana hapo umekigawanya mara 2. Halafu narudi kwenye mwanzo wa wanadamu, kuna mambo yake. Sura ya 1 mpaka ya 2. Sura ya 1 uumbaji, sura ya 2 maisha ya mwanadamu kabla hajatenda dhambi, sura ya 3 mwanadamu kutenda dhambi na matokeo yake, sura ya 4 mpaka ya 6 mwanzo wa ustaarabu wa wanadamu, sura ya 6 mpaka ya 9 gharika, sura ya 9 hapo au ya 10 mpaka ya 11 inaelezea vizazi vya Nuhu. Hapo ushamaliza, unaelewa kivyepesi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maana yake kama hujaweka mkakati wa kusoma hivyo, utakuwa unaisoma Biblia hujaelewa. Unasoma labda kitabu cha Waefeso, unafika sura ya 3 kuna neno hujalielewa, unaruka unaenda Ufunuo. Endelea kusoma. Kama hujaelewa, tafuta mtu ambaye ameelewa mpaka uhakikishe umefanyaje, umeelewa maana ya lile neno, halafu unaendelea. Ukifanya hivi itakurahisishia kulielewa neno. Na neno wanasema hivi, anasema mzaburi, Zaburi 119 mstari wa 105, anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu. Maana yake kila lolote ambalo analotenda, mzaburi anaelezea, anasema ya kwamba kabla sijalitenda ninapima, je, hili linaendana na neno la Mungu? Maana yake mtu akiwa na neno la Mungu jingi, maana yake anakuwa amemuelewa Mungu. Na akimuelewa Mungu, na mara nyingi nimekuja kujifunza jambo moja, ukiwa unamwomba Mungu juu ya jambo fulani, Mungu huwaga anaongea kupitia neno lake. Kwa hiyo wewe kama umesoma neno la Mungu lipo jingi moyoni, ukianza kuomba juu ya hitaji fulani, Mungu shtukia wakati ukiwa unaendelea kuomba au baada ya kumaliza kuomba, Mungu anaanza kuongea kwenye moyo wako. Naona Roho Mtakatifu anakwambia hiki. Ndio maana mtu ambaye amesoma sana, anasoma Biblia, baada pale anaanza kuomba. Akianza kuomba tu, hata kama ameambiwa ya kwamba wewe leo hii utahubiri, zimebaki dakika 10, leo hii utahubiri, kama anasomaga neno, akifumba macho tu akianza kuomba, Roho Mtakatifu huko anaongea, leo kafundisha labda ngapi. Nini kilichomsaidia? Roho Mtakatifu ameongea lile neno lililoko wapi? Moyoni. Unaombea hitaji, Mungu huaga anajibu, lakini ukumbuka anajibu sawa sawa na neno lake. Yohana wa 1:5-14 anasema ya kwamba, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Maana yake kumbe wewe ukitaka umjue Mungu, umuelewe na ukue kiroho, mkaribie, soma sana neno la Mungu. Soma sana neno la Mungu. Yaani hata kama una tabia ya kusoma, hata kama upendi kusoma, inabidi tu upende kusoma nini? Neno la Mungu. Hata kama usisome vitu vingine vyovyote duniani, lakini soma nini? Neno la Mungu. Kuna mtu mmoja wa ajabu sana duniani ambaye wanaelezea historia yake, wanasema hivi, yeye amewahi kuhutubia mabunge yote yaliyopo duniani. Hamna bunge ambalo hajawahi kuhutubia. Liwe bunge la Ulaya alishahutubia, bunge la Umoja wa Mataifa alisha. Na sio kwamba ni mwanasiasa, ni mhubiri, na walikuwa wanamuita. Sasa yule jamaa wanasema hakusoma kitabu kingine zaidi, na ameandika vitabu vingi vya uongozi na vya hekima. Anaitwa Miles Monroe. Wanasema ya kwamba yeye alisoma sana Biblia, ufunuo mwingi akaupata, mpaka akaandika vitabu, mpaka akaandika kitabu kimoja, nimesahau jina lake, kama sio njia 60 za uongozi zisizoshindwa, nadhani hivyo kama nitakuwa sijasahau. Lakini kuna njia kadhaa hivi ameandika ambazo za uongozi mtu yote akitumia kwenye uongozi hawezi kushindwa. Na amezitoa wapi? Amezitoa kwenye Biblia. Alikuwa anasoma Biblia mpaka wanamuita bunge la Ulaya.
unamwambia wewe, huu utaalamu wote wa uongozi umeupata wapi? Jibu lake ni moja, nimetoa kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoshua anaambiwa ya kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake usiku na mchana. Hapo ndipo utakapofanikiwa sana na ndipo utakapostawi sana. Maana yake mtu akilisoma sana 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 neno, inafika sehemu Roho Mtakatifu anajifunua ndani yake, na Roho Mtakatifu anapojifunua ndani yake, huyu mtu ataanza kumwelewa Mungu. Na watu wa Mungu, karama zote ambazo Roho Mtakatifu huwa anaziachilia, mara nyingi Roho Mtakatifu zile karama anaziachilia zinatumika sawa sawa na neno la Mungu linachosema. Haziwezi kwenda kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo kama unataka karama, kama unataka mafanikio, chochote unachokitaka, unataka umjue Mungu. Nimekumbuka nimesoma kitabu kimoja, nimekumbuka nikafurahi sana. Kuna kitabu kimoja nimekisoma, kinaitwaje? Kama sio hicho basi ni kingine, lakini kuna kitabu kimoja nimekisoma kina peji 456. Kinaitwa Mwongozo wa Wachungaji wa Mchungaji Mwafrika. Kina peji 450. Nimekisoma chote. Nimeelezea kuanzia mchungaji ni nani, ana sifa gani, ana wajibu gani, ana majukumu gani. Ina sura kama 10 hivi. Sasa kuna sehemu fulani ameandika, kama sio hicho basi ni kitabu kingine, lakini mwandishi ni huyo huyo. Akaandika akasema hivi, kuna kijana mmoja alikuwa anatamani sana Mungu amtumie kwa ajili ya kutenda miujiza. Baada ya pale akamfuata mzee mmoja. Huyo mzee alikuwa ni mhubiri, anatenda miujiza na anafanya mambo makubwa. Baada ya pale akamwambia kijana, unamtaka Mungu akutumie kwa viwango vikubwa na maisha yako yawe na maana? Akasema ndio. Akamwambia kuna vitabu 4 vya ajabu ambavyo ukivisoma Mungu atakutumia kwa jinsi ya ajabu. Yule kijana akachukua kalamu kuandika hivi vitabu vya ajabu. Hapo vitabu akaambiwa ni Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Yeye alikuwa anatarajia hata tajua majina ya ajabu. Akamwambia hivyo ndio vitabu ambavyo ukivisoma ukakaa navyo, Mungu atajitokeza kwako kwa muujiza. Na ni halisia, ukiwa unasoma tu hivi Biblia, ukiwa unasoma. Na kuna baadhi ya watu wengi wameshuhudia. Kuna mtu mmoja ameshuhudia kabisa mtandaoni, anasema hivi, na nilikuwa sijui siri yake. Alishuhudia akasema yeye alisoma, alipomaliza form 4 akafeli. Alipofeli form 4 na alikuwa mtundu alafu ni mtoto wa mchungaji, ila sasa hivi ni mchungaji. Sasa baadaye wakati akawa anasoma neno, akaja akasoma lile kwenye Kumbukumbu la Torati, nadhani ni 28:13. Limeandikwa, limesema hivi, mtakuwa vichwa wala sio mikia. Sasa lile neno alikuwa anasoma Biblia na muomba Mungu, wakati analisoma, alipolisoma tu lile neno kama vile likawa jipya, likapiga kwenye moyo wake na fahamu zake. Yaani akawa kama vile mtu anamwambia kutoka kwenye ufahamu wake ndani kwamba wewe utakuwa kichwa wala sio mkia. Alipolichukua lile neno na ile nguvu, baada ya pale amesema tangu hapo akarudia form 4, akasoma akamaliza, akasoma form 5, akasoma degree ya kwanza ya kompyuta, akasoma degree ya pili ya kompyuta, na akawa mtaalamu wa kompyuta na mambo ya kompyuta. Yaani yeye kompyuta imchengi popote. Akajifunza kupiga vyombo vyote unavyovijua vya muziki, vyote anajua. Anajua kurekodi audio, anajua kurekodi video. Na kuna vitu vingi amesoma. Lakini alianzia wapi? Alisoma tu neno likamwambia wewe utakuwa kichwa wala sio mkia, na alikuwa amefeli form 4. Kwa wewe kuna uwezekano ukasoma Biblia, baada ya hapo unapoendelea kusoma, kuna siku Mungu atakutokezea baada ya pale lile neno lililosema ya kwamba wewe utakopesha wala utakopa. Siku limepiga moyoni mwako lile neno, mafanikio yako yataanzia na utakopa tena. Lakini shida ni kwamba tunasoma kwa udonoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno la Mungu lina msingi mkubwa sana kwenye sehemu ya maisha ya mwanadamu kuwa. Nimalizie jambo la mwisho. Nimewambia yako mambo 7, lakini mimi nataja 3 leo. Jambo la mwisho ni maombi. Maombi ni jambo la 3 ambalo linamfanya mtu akue kiroho au aweze kumkaribia Mungu. Hamna mtu ambaye kwenye Biblia na kwenye haya maisha yetu ya kawaida aliyemkaribia Mungu bila kuomba. Hayupo. Wote ambao umewaona wanafanya miujiza, wote wana historia ya kuomba. Wote wana historia ya kuomba. Na mtu yeyote ambaye anaomba, na
Maombi sasa ambayo yanayomfanya mtu akue kiroho sio maombi ya kuombea mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ambayo yanamfanya mtu akue kiroho sio maombi ya kupeleka mahitaji. Kuna mchungaji mmoja aliwahi kusema neno gumu sana, liliniuma moyo siku ile. Mimi mwenyewe nilikuwa na tabia ya kuomba hivyo muda mwingi. Sasa ile neno alinisema mpaka ilibidi nizime kwanza mahubiri nilale. Akasema hivi, haya maombi ambayo mnaomba mnapeleka mahitaji kila siku. Akasema ni maombi ya wodini, watu waliolazwa. Nilipiga moyo nikasema mbona unasema neno gumu? Nilipofikiria nikaja nikagundua ni kweli. Kwa maana ipi? Kwa maana ya mtu aliyelazwa wodini, anachohitaji ni msaada peke yake. Si ndio watu wa Mungu? Sasa kama na sisi tukiwa tunaomba maombi ya kumpelekea Mungu kila siku mahitaji, halafu hamna kitu kingine, ni sawa na kwamba tumelazwa wodini, tunahitaji msaada peke yake. Sasa maombi ambayo yanamkuza mtu akue kiroho ni yale maombi, nisema ya kwamba yale maombi ya ushirika na Mungu. Yaani yale maombi ambayo mtu anaomba kwa ajili ya kumwabudu Mungu tu, kwa ajili ya kumshukuru Mungu, anaomba kwa ajili ya kumwambia Mungu, jifunue kwenye maisha yangu, nataka nikujue. Hayo ndio maombi ambayo yanamkuza mtu kiroho. Japokuwa asiache kuombea mahitaji yake, anatakiwa aombee. Lakini yale maombi ya kuomba Mungu akukuze kiroho, umkaribie, ndio yale maombi ambayo yanasababisha yafungue kitu kwenye ulimwengu wa roho. Baada ya pale Mungu aanze kujifunua kwako. Bwana asifiwe sana. Na kwa kadri ambazo unapokuwa unamuomba Mungu ya kwamba akukuze kiroho, afanyeje? Na haya maombi ya kumfanya mtu akue kiroho sio yale maombi ambayo tunaomba kwa msimu, ya kwamba sasa hivi tunafunga siku 7 masaa 12, tukimaliza hapo tunapiga miezi 3, tunapigaga tu ugali, tukijitahidi sana tunafunga Ijumaa siku moja. Baada pale maisha yanaendelea. Tukiona tena mambo yameenda vibaya, tunatandika tena maombi. Hayo maombi mtu hawezi akakua kiroho. Maombi ambayo yanamfanya mtu akue kiroho, natakiwa yale maombi kwanza au anafunga kwa kadri ya nafasi yake anayojiwekea kila wiki, lakini pia haya maombi hayageuze kuwa ni lifestyle, yani mtindo wa maisha. Mtindo wa maisha kwa maana gani? Anapoamka tu asubuhi lazima afanye nini? Aombe. Ikifika mchana naona kuna gap nzuri, hajapana sana majukumu ambayo yanapitiliza, anafanya nini? Anaomba. Inafika jioni anafanyaje? Anaomba. Mwingine anaenda mbali zaidi, anaamka usiku wa manane, anafanyaje? Anaomba. Hiyo sasa iwe ni ratiba ya kila siku. Na wanasaikolojia wanasema ya kwamba tabia yoyote ukitaka kuitengeneza kwenye maisha yako, maximum wakati tunaitengeneza kwa siku 90, miezi 3. Maana yake wewe ukiweza kuomba kila siku asubuhi, kila siku jioni, labda na usiku, kwa muda fulani ambao umejiwekea, chini kabisa uombe risali moja kwa siku. Ukijiwekea angalau kila siku naomba, labda nichukulie risali 1.5 ukijumlisha muda wote uliomba kila siku, baada ya miezi 3, ile inakuwa ni tabia yako. Huwezi ukaacha tena kuomba. Ukiacha kuomba unajisikia vibaya na unajisikia hukumu. Sasa mara nyingi maombi tunayoomba kwa sababu tunataka mahitaji, tunajitoa, tunajiachilia mbele za Bwana hata kwa wiki 2. Baada ya pale tunasahau. Na mara nyingi watu wengi nimekuja kugundua wanaombaga siku wakiwa wamefunga. Siku hajafunga wala hataweza akaomba. Ila siku akifunga tunamkuta kanisani anaomba. Na watu wa Mungu tujitahidi sana tumuombe Mungu atusaidie. Kuna kitu kimoja sana ambacho kimekuwa kinanitesa kwenye moyo wangu na ninakiwaza sana. Ile nguvu ya kuomba imepotea. Ile nguvu ya kuomba tumeipoteza. Kwa nini? Yaani kile kiwango ambacho mtu anaweza akang'ang'ania, akaomba hata muda fulani, sasa hivi imepotea kwa kiasi kikubwa. Hata kama ukisema uitishe maombi ya wamama waje waombe hapa, baada ya pale wewe wawekee tu tunaomba risali 1.5 bila kuacha, wataomba baada ya nusu saa kila mtu alishanyamaza. Ile nguvu ya kusukuma maombi tulishaipoteza. Lakini Biblia inaelezea kwamba mtu kiwango cha chini sana aombe risali 1. Maana yake sasa kwa kawaida tu, kwa hali ya kawaida, mwongofu mpya ambaye tunamfundisha maombi, sasa tukamfundisha labda anaomba dakika 10, 30, akiwa bado anakuwa labda na miezi 4 kwenye wokovu, angalau anaomba risali 1.
Akitembea sana kafikisha hata miaka 5 kwenye wokovu, tunategemea angalau kianza kuomba aombe hata masaa 2 au 3 bila kusimama. Nilishangaa sana, kuna mchungaji mmoja aliitisha maombi kanisani kwake. Hapa akasema hivi, haya ni maombi kama maombi aliyoomba Yesu. Alikuwa anaenda naomba na wanafunzi wake, afu yeye anaenda mbali zaidi. Yeye akatangaza mchungaji kiongozi siku 40, wachungaji wasaidizi na wazee wa kanisa 35, viongozi wengine 30, washirika wote 21. Na akawa wanafutana kuomba. Na baada ya pala akaja akawakusanya siku kadhaa akatofautisha, akawaambia hivi, leo ni siku ya kuomba masaa 24 nani stop. Ni kanisani, yani kuanzia saa 12 asubuhi ni wapi? Kanisani, alafu hamna kulala mpaka kesho tena asubuhi. Na akasema watu ambao waliongoza kanisani kuomba waliomba masaa 11 nani stop. Yaani wameanza saa 12 kamili asubuhi mpaka saa 11 jioni. Maana yake kama ni safari umeenda, umepika, umelala, bado wanafanya nini? Sasa ile ndio nguvu yenyewe ya kuomba ambayo tunatakiwa tuitafute. Lakini tukiwa tu tunaomba maombi ya kumshukuru Mungu dakika 5, dakika 10. Tumetangaza maombi, tumekusanyika, baada pale tumeomba nusu saa. Yaani ndani ya nusu saa tulishamshukuru Mungu. Ndani ya nusu saa tulishaombea ujenzi. Ndani ya nusu saa tulishaombea kanisa liongezeke. Ndani ya nusu saa tulishaombea nguvu za Roho Mtakatifu zishuke. Ndani ya nusu saa tulishaomba Mungu azilishe karama. Hayawezi kutokea. Ni lazima tuwe na muda wa kutosha wa kukaa mbele za Mungu. Na tunaupataje ule muda? Tunaporudisha ile nguvu ya kuomba. Na kwa kadri ambavyo mtu anavyoomba, ndivyo ambavyo huu moyo wake, niseme wanatumia lugha gani? Soft, laini. Moyo wako unavyoendelea kuwa laini kwenye mambo ya Mungu, unaendelea kuwa laini. Na ndivyo anavyomkaribia Mungu. Lakini mambo haya yakikosekana, mtu hawezi akakuwa kiroho. Na ndio maana kwenye somo la vipaumbele vya Mkristo, huwaga tunasema kwamba vipaumbele vya Mkristo huwaga vipo vingi, lakini 5 vya msingi. 1 huwaga ni kujitenga na ulimwengu, maisha matakatifu. 2 huwaga ni maombi, halafu 3 huwaga ni ibada. 4 kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya mambo tukiwa nayo, tunaweza tukakua kiroho, tukaukulia wokovu na tukamfikia Mungu kwenye kiwango kila ambacho kinachotakiwa. Lakini tukishindwa kuenenda katika mambo hayo na tukayashika, muda mwingi tutajikuta tumekuwa Wakristo tuliodumaa, au wa mwilini, au kabisa ukaendelea kuwa mchanga muda mrefu. Lakini kusudio la Mungu sio kwamba tuendelee kuwa wachanga kiroho, au sio kusudio la Mungu tuendelee kukaa katika maisha ambayo yamedumaa. Kusudio la Mungu ni kwamba tukue kiroho, tufike mpaka kwenye cheo cha utimilifu wa Kristo. Pamoja na mambo mengine ambayo tunamuomba Mungu atutendee, lakini kiroho cha watu ni cha muhimu sana kuliko mambo mengine yote. Naomba tusimame tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya kila namna ambayo ameendelea kutusaidia na kutueleza. Lakini zaidi sana, kama kuna mahali ambako tunaona mambo hayajaenda sawa, tumwambie Mungu atusamehe na atupe neema ya kuyatekeleza haya mambo, ili tuendelee kukua na tuendelee kumfahamu. Na kwa kadri ambavyo tunavyoendelea kukua na kumfahamu Mungu, maisha yetu ya wokovu yanakuwa mepesi. Lakini kwa kadri ambavyo tunaendelea kudumaa na kubakia wachanga, maisha ya Ukristo yanakuwa magumu. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tumuombe Mungu. Baba Mungu mwaminifu, ketie mahali palipo nemeka, Baba mwendelele. Asante Mwokozi kwa ajili ya neema yako, Mfalme wa milele. Peke yako msifu neema na fadhili, Baba mwendelele. Asante kwa ajili ya neema yako, Baba Ninaendelea majina haya baraka kutoka kwako. peke yako Kwamba mimi nimtenda haki, bure nimtenda dhambi. Bwana wangu Yesu, Kama jinsi utendavyo wengine. Baba tunajitisha chini ya mkono wako, nikiamini kwako msaada na nguvu. Heshima makuomba rehema kwa heshima yako, kwa heshima ya familia yako, kwa
kwa ajili ya kanisa lako, kwa ajili ya huduma Baba kile sikutenda sawasawa. Mungu wewe ni nisamehe. Mungu na rehema, Mungu na rudisha kile ambacho Baba kimekipita. Tumejifunza neno lako kwa jioni hii, imetukumbusha misingi bora ya kiroho, ikiwemo jukumu la kusoma neno, ikiwemo jukumu la kuomba daima. Maana neno lako limesema katika maandiko ya kwamba imetupasa kumwomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Baba tunasimama jioni hii ya leo kukualika wewe katika ibada hii, ili Mungu kaweza kukomasa kiwango cha kuomba na kiwango cha kusoma neno lako Baba. Mungu ikasimame, hatimaye tukaingie katika uongofu mzuri, katika levo ambazo Baba umezitamani, ya kile Mungu umetamani kututumia katika viwango vingine, kulibadilisha kanisa lako, kututengeneza watoto wako, kutupeleka viwango vingine. Baba tunakushukuru kwa kusudio lako Baba, nikutuazia mema kila kwetu leo. Asante kwa kuwa Mungu wetu umekusudia Baba tukiendelea kuwa pamoja nawe katika ushirika wa siku zote za maisha yetu. Ndio maana watumishi wako Baba tumekuwa na sababu za kuhitaji miongozo yako na mikakati yako Baba. Nawe Mungu wetu umejifunua katika maandiko matakatifu ya kwamba Baba tutembeje katika misingi ya utakatifu. Baba jioni hii ninasimama kuliombea kanisa lako nasi watoto wako Baba, ukatujalie ufunuo, ukatujalie neema na nguvu za kuweza kusimama katika ibada ya maombi, katika ibada ya kusoma neno lako Baba. Neno lako ndio Mungu atupa nguvu, neno lako Baba ndio tupeleka viwango vingine. Bila neno lako Mungu wetu hatuwezi, bila neno lako Baba hatuwezi. Fungua kila mmoja wetu, ukaweke uwepo wako wa Roho Mtakatifu utakaomsaidia kufanya ibada binafsi, utakaomsaidia Baba kuwekeza kwako, utakaomsaidia Baba kujiachilia mbele yako, utakaomsaidia Baba kulitazama neno lako zaidi, utakaomsaidia Baba kujitenga na kila hali za kidunia, hatimaye kukufuata wewe na kuyaishi mapenzi yako makamilifu. Baba ninakushukuru kwa kuwa umesema na moyo wangu, binafsi Baba umenikumbusha, binafsi Baba umesema na maisha yangu, binafsi Baba umenikumbusha nina haja ya kukushukuru wewe Mungu uliyenichagua, na Mungu ukiendelea kunipigania sote na kanisa lako Baba, nikakae katika misingi mizuri Baba, ukitupa nguvu katika mambo yote yanayoinua Ukristo na Upentekoste, yanayothibitisha utukufu wako Baba. Kila mmoja wetu akasimame kwa ajili ya kukutazama wewe, ili tabia zote za mwilini zikafe, wakajengwe katika msingi wa neno lako, wakaishi katika uadilifu, wakaishi katika kusudio lako, wakatembee katika baraka zako, wakatembee katika neema yako. Maana umetuweka kwa mashahidi, na umesema ya kwamba tutakuwa mashahidi watoto wako, si katika Yerusalemu bali katika mpaka mwisho, ya kwamba uko pamoja nasi na ya kwamba yote tunayotenda ni kweli na amina. Tunawezaje kuwa mashahidi kama tuna uhusiano mzuri nawe? Na imarisha uhusiano, usichoke kutukumbusha, usichoke kutuonya, usichoke kuturejesha, usichoke Baba kuturudisha mfalme amani katika mstari wako mfalme, katika mstari wako Jehova, ili tusikwe katika mapenzi yetu, tukakwe katika mapenzi ya jina lako. Kila mmoja kawe na shauku na moyo wa kulicha jina lako. Ninasimama Baba kwa zamu yangu siku hii nikiamini Baba nahitajiana kwenda kuyabariki, maana umesema kile tutakaloomba tuamini kutoka ya kwamba yamekuwa ni yetu. Baba simama Mungu wangu, nisimama Baba, simama Elishadai, ninakuamini wewe usiyeshindwa, ninakuamini wewe Mungu wa utukufu, ya kwamba unanipenda, ya kwamba Baba unanijali, lakini namna tufunga mali ambapo kanisa halijakuelewa kiwango kikubwa, kwa namna ambayo tumekuelewa haitoshi. Ndio maana tumetamani kukujua zaidi, ili tukalijue pendo lako kamilifu, kila mmoja akaishi maisha ambayo Baba ulimkusudia. Yawezekana Roho
kutosha. Kila taifa Baba, kila taifa Baba, tumeshindwa kwa wakadelefu. Hata lini Baba hadi ndio maana nimerudi kwako tena jioni ya leo. Baba nikipenda moyo wa toba, nikiamini mimi si mkamilifu, nikiamini mimi si mwenye haki, nikiamini mimi si mpenda haki, bali haki inatoka kwako Baba, haki inatoka kwako Yehova, haki inatoka kwako Nesi, haki inatoka kwako Yehova. Baba nenda katushirani, Baba nenda katusimami, Baba nenda katuozeshe, Baba nenda katupiganie, Baba nenda katuthibitishe uwepo wako. Baba bila wewe tunawezaje kuishi katika dunia? Tunajivunia uwepo wako Baba. Ni neema iliyoje Baba kunichagua na mimi kuwa katika sehemu ya watumishi wako. Ni neema iliyoje Baba kuniamini. Ni neema iliyoje Baba kunichagua. Neno lako linasema hakuna mtu awezaye kuja kwako isipokuwa ameitwa na Baba. Kila mmoja aliyeko Baba katika lango lako, katika ukamilifu, ni kwa sababu Baba umemchagua. Mimi ni nani Baba ukanichagua ukaniheshimu kiasi hiki? Angalia mataifa jinsi gani wanaishi katika dhambi, wanaishi katika maisha ya matumaini. Ufalme umefungwa, wasijue kwamba yuko Mungu katika dunia hii, wanakuwa katika tamaa zao. Lakini mimi Baba umenijalia kuyaona mambo ya rohoni, kuyaona mambo ya rohoni, natembea kwa tumaini, sijikwai wala kuumia sana. Hata kama nikipita katika bonde na uvuli wa mauti Baba, kama alivyosema Daudi ya kwamba sitaogopa mabaya, maana wewe uko pamoja nami. Furaha yake ni kwa sababu alikuwa pamoja na wewe, mshale wake ulikuwa pamoja na wewe, alitembea pamoja na wewe. Nawe Baba na mpango wako tupeleka patakatifu siku ile ambayo utakapoingia katika ile uji Yerusalemu ambayo Baba umetuandalia. Taa yake ni mwana kondoo, taa yake ni mwana kondoo. Ria pasha karia koria bashanta, ritorobo shanta, ria koria bashanta, ritaraba bashanta riko, ridorobo shanta, ria papa shakaka, riko koko shapapa, ripapa, ridaraba baba shapa, ripopopopopopo, ria papa, ripapa. Mungu tunasema nini mbele zako kama sio kusema asante Yehova. Wewe Mungu ukiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Wewe Baba ukiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Tunaweza yote katika wewe. Nawe Baba umeendelea kututunza watoto wako, umeendelea kutusimamia kanisa lako, umeendelea kututunza. Endelea kusema nasi kwa namna tofauti, endelea kusema nasi kwa namna tofauti. Rikoria pashaka, ridaria monta, ripapapapapa, rikoria pashaka, ritoropo shike, riapapapa, ridorobo boshaka, riakaria monta, ridorobo boshaka, riapapapapa, shanta rikonta, riakoriata, ripopopopopopo, shapapapapa. Shaka, Ringorobo Shantariako, Yakaria Tarikonta, Ribobo Shaka, Yapashakariano, Vitorobo Shaka, Ripapapapapa, Rikokoko, Yapapapapapa, Shapapapapa, Ripopopo Shaka, Yapapapapa, Rikaria Tarikonta, Yabashaka. Simama Mwokozi, Mungu mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo, neema yako juu ya kanisa lako, juu ya watoto wako,
juu ya familia zao, juu ya watumishi wako. Sabini kwa Mungu wetu, kika upande wetu na jicho letu. Weza yote katika Mungu wetu tia nguvu. Asante Baba kwa uaminifu wa jina lako na kwa nguvu na ushindi. Na kama Mungu wetu kitawala na kama Mungu wetu kitabariki. Katika jina la Yesu Kristo na hai. Amen. Sema